Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mimi jina langu naitwa Hadija Kusaga, mbunge mstaafu wa jimbo la Temeke miaka hiyo. Mwaka 2000 nilikuwa mbunge wa jimbo la Temeke. Nichukue nafasi hii kumshukuru sana Sheninga. Toka nimehamia Kitunda amekuwa ni mwenyeji wangu katika masuala yetu ya Kiislamu. Nikushukuru kwa kunipokea na kunishirikisha. Nilishirikisha katika madrasa ya kina mama hapa na marafiki zangu walinipokea kwa mikono miwili. Nichukue nafasi hii kuendelea kuwapongeza sana mashehe wetu katika kata hii ya Kitunda. Maana huwezi kuipata kata ya Kitunda kwa maana ya mashehe bila ya kuwa na mashehe kutoka kwenye misikiti mbalimbali ambayo ndiyo inatengeneza kata hii ya Kitunda, na hatimaye tukampata kiongozi wetu Sheninga na mkubwa wake. Kwa hiyo Waislamu mmeonyesha mtiririko ulivyo mzuri kama ilivyo kwenye ngazi za kiserikali. Sheninga amewatambua wenye viti wetu wa mitaa. Uongozi wa kiserikali unaanzia kwenye wenye viti wa mitaa, lakini pia uongozi wetu kidini unaanzia kwenye misikiti yetu tulionayo, unaanzia kwenye madrasa yetu. Kila msikiti umejitengenezea utamaduni wa kutengeneza madrasa ili tuwaandae watoto wetu katika imani ya kidini. Assalamu alaikum. Napiga hiyo kuambia kwamba tuko pamoja katika hilo, ili tuone kwamba wazazi wajibu wetu kuwachukua watoto wetu kuwapeleka kwenye vyuo ambako tutawakuta kwenye misikiti ile. Usikae na mtoto nyumbani bila kumpeleka madrasa. Elimu dunia apate, lakini na elimu hii imani na yenyewe aipate. Wazazi, ninasikitika kusema hili dakika moja Sheninga, tumekuwa na ule utamaduni mtoto unampeleka shule ya kulipia huko, akirudi unamuingiza tuition hapo nyumbani, muda wa kwenda madrasa hatuna. Katika hili wazazi wenzangu, naomba tubadilike. Usipomwandaa mtoto kuanzia ngazi hii ya chini, hatimaye ndio wale watoto wanakuwa watukutu, hawana hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu inaandaliwa na hawa walimu kwenye misikiti yetu. Tuko pamoja? Kwa hiyo mimi nishukuru, nimekaa Temeke. Utamaduni huu kwa mara ya kwanza Sheninga na uona kwako. Sikuwahi kuona kukawa na mkutano mkubwa kama huu ambao umeshirikisha na makanisa, kwa sababu sisi sote tunajenga nyumba moja. Wenzetu wa Kristo wanazungumzia amani na sisi Waislamu tunazungumzia amani. Wanaizungumzia amani makanisani, wanaizungumzia amani misikitini. Wote tukienda pamoja, hakutakuwa na maasi, hakutakuwa na mtu wa kuingia kutufanyia fujo. Mimi nilipokuwa mbunge Temeke, nimetembea nchi mbalimbali, lakini nchi yetu ya Tanzania imepata heshima ya kuongoza katika swala zima la amani. Niliwahi kuteuliwa nikiwa katika kamati ya mambo ya nje. Mheshimiwa Rais mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alikuwa ni waziri wa mambo ya nje. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje. Nimesafiri naye nje kwenda kutoa uelewa wa amani. Kwa hiyo Sheninga, wewe kunialika hapa ukukosea, na kama tungekuwa na muda mrefu ningewapa ushuhuda wa nchi za wenzetu wanapoitafuta amani. Sasa sisi tunaongoza Tanzania. Kwa hiyo kwa muda huu, kwa sababu ya huu utandawazi wa kuingia kwenye mitandao, wala tusikubaliane nao ukaja ukatuvunjisha amani. Naomba tuendelee na amani yetu tuliyokuwa nayo, tuzidishe.
lishe, elimu watoto wetu wapate na kadhalika na kadhalika. Lakini lingine, ndugu zangu, tunapokuwa majumbani tupendane majirani. Mashehe waliotangulia wamezungumza hapa, nyumba 40 wale wote ni ndugu zako. Tukijenga utamaduni huo wa kuanza kupendana wenyewe na majirani zetu, sio mnashtakiana, sijui hatua moja imezidi, sijui huyu kaninyang'anya hili, hilo hapana, tuliache. Baada ya kusema hayo, ninawaomba tarehe 29 tuamke asubuhi na mapema, twende tukachague viongozi ambao watatusimamia masuala yetu kwa miaka 5 mingine. Tunao wagombea urais, Mama Samia akiwa mmoja wapo, lakini tunao wagombea udiwani, na sisi diwani wetu ndio huyu amesimama hapa, na wengine wa vyama vingine wapo, lakini tukaangalie ni nani atatufaa. Bahati nzuri diwani huyu tulikuwa naye mwaka uliopita, sasa anarudia tena. Lakini pia tunaye mbunge wetu ameshapita mara kadhaa hapa kueleza nini atatufanyia, na tayari ameshaanza kuonyesha chete zake huku. Ninaomba twendeni tukatumie busara zetu. Huambiwi ukafanye nini, akili za kuambiwa changanya na zako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ninawashukuru kwa kuniazima masikio yenu, na mimi nimeweza kusema haya. Karibuni sana. Asante.